Karibu sana ndugu msikilizaji na mtazamaji na mwanafamilia wa Toward Jesus TV. Kuna swali moja ambalo nilitaka sote tuweze kulijibia pamoja. Wakati watu wanapojitoa kwa ajili ya kufanya mambo fulani kwenye mitandao ya kijamii, kama kuweka video fulani na kuwafurahisha watu, wanakuwa na lengo gani kwa yale yote ambayo wanayatenda? Asante sana kwa swali hilo, linakuwa nzuri kweli kweli. Mara nyingi ninapowatazama watu wanapojiweka kwenye vyombo hivyo kwenye mitandao, mara nyingi kuna watu ambao wanajiweka huko ili wajioneshe. Kuna na wengine ambao unawaona kama ni wanaharusi, wanapoenda funga harusi, wengi wanapamba chumba zaidi sana kwa ajili ya utukufu wao wenyewe, ili kila mtu wanapotoka hapo aseme kwa kweli utukufu umewarudilia wale. Na wengi wamekuwa mashuhuri, wamekuwa walimu, na wanapoongea unaona namna yao ya kuongea kwa kweli wanatafuta wafanye mambo kwa ajili ya utukufu wao. Lakini unapouliza hivyo, ninadhani unataka kutupatia jibu fulani. Mara nyingi mimi ninajua mambo mengi tumeyafanya kwa utukufu wetu, utukufu wa wazazi, utukufu wa wabunge, kwa utukufu wa inji pia, na mara nyingine kwa utukufu wa kwaya ama ya kanisa. Ndiyo. Kwa kweli hiyo ndio lengo ambalo liliacha tunakaa hapa. Asante sana. Ili tuweze kujifunza jambo moja na kutazama kama yale yote wanayoyatenda yanaendana na mapenzi ya Mungu. Asante. Na unapoingia katika fundisho ambalo tunalidadavua katika robo hii ya tatu, ni fundisho la shule ya Sabato. Tuko kwenye somo la 5. Hapo kuna jibu kwa ajili ya tabia kama na hizo. Wale watu ambao wanafanya vitu kwa ajili ya kujifurahisha, ya kujionesha ili waweze kujulikana, umaarufu. Biblia inazungumzia kupitia fundisho ya robo hii kama Mungu ana malengo gani kuhusu jambo la umaarufu na jambo la kujionesha na jambo la kuonesha utukufu katika dunia ambayo tunaishi. Asante sana. Kabla hatujaingilia fundisho hili na kuelewa undani wa fundisho, ninakualika uweze kutuombea ili tuweze kuanza fundisho la leo. Basi tutamshukuru Mungu. Ushukuriwe Mungu aliye mbinguni kwa ajili ya muda huu. Pamoja na msikilizaji, tunataka ona ni namna gani inaomba tukatumike kwa ajili ya utukufu wa nani, naomba tufanye kazi. Njoo uongoze lesoni hii kwa jina la Yesu, amina. Amina. Karibu tena ndugu yangu msikilizaji na mtazamaji. Hapa tunakuwa kwenye Toward Jesus TV na tuna mchungaji ambaye atajitambulisha kwa jina lake. Asante sana. Mimi ninaitwa mchungaji Pastor Fleri. Hiyo ndiyo jina yangu. Asante. Na mimi ni mchungaji Jemiel Kikenza. Pastor Fleri ni yule ambaye mnamuona kila mara kwenye Hope Cry anapotufundisha mambo mengi. Na mimi tunaendelea kuwasiliana kwenye Trust and Obey Media kwa ajili ya mafundisho ya kisaikolojia. Mtupe nafasi leo kwa ajili ya kufuata fundisho hili na ninaamini ya kwamba tutabarikiwa. Katika wiki hii tunapokuwa katika fundisho la robo ya 3 ambalo lilikuwa likituzungumzia juu ya kitabu cha Wakorinto wa kwanza na Wakorinto wa pili. Katika juma hili ni kifundisho gani ambalo tunaenda kujifunza pamoja katika juma hili? Katika juma hilo Paulo amependa tuongelee fundisho linalokuwa na kichwa nzuri na ambayo ni shibu na ambayo ni fundisho linalosema yote kwa ajili ya utukufu ya Mungu. Yote kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Asante sana. Katika fundisho hili utatambua ya kwamba kuna malengo ambayo mwandishi alitaka tuyafikie na akatutolea shairi ambalo linapatikana katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura yake ni ya 10, shairi la 31. Nitamsihi Pastor Fleri aweze kutusomea shairi hili. Wakorinto wa kwanza 10:31 inasema, ingawa kama mtala ama kama mtakunywa ama kama mtafanya jambo lolote, fanyeni hayo kwa utukufu wa Mungu. Amina. Amina. Asante sana. Ikiwa kama mtala, kama mtakunywa, ikiwa mtafanya jambo lolote, mudilifanye kwa utukufu wa Mungu. Asante sana. Nina swali ndogo. Asante. Hili shairi ambalo wametuandikia ni kwenye kitabu cha Wakorinto. Yaani Paulo kabla afikie kwetu leo, hii barua iliandikiwa kwanza watu wa Korinto. Kwa nini Paulo, hiyo ndiyo shauri ambayo anaambia hawa watu wa Korinto? Walikuwa na shida gani? Kulikuwa kitu gani huko Korinto? Asante sana kwa swali hili. Ndiyo. Kwa kweli katika kanisa la Korinto kulikuwa shida. Na shida lililokuwa katika kanisa la Korinto, kuna wale ambao waliwaita wadhaifu katika imani na kulikuwa wale ambao wanawaitwa wanaokuwa wenye nguvu katika imani, le fort le faible. Na wale watu walipopatikana walijulikana, wengine ilikuwa kama ni wageni katika dini na wengine walikuwa kama wamekuwa wanamemba wa dini wamezoea
mila za dini. Sasa Paulo aliandika mambo haya sababu wale wageni waliokubali Kristo na kuingia katika dini walikuwa hawaelewe kwa urahisi vitu fulani fulani ambavyo vilikuwa juu kwa uwezo wao wa kiroho. Wale waliokuwa wamezoea vitu vya dini walipotenda vitu fulani kama kukula nyama fulani ambazo wale wadhaifu walikuwa wanaamini kwamba ni nyama zilizokuwa zikitolewa kwa ajili ya miungu, walikuwa wakiona kwamba wale wanaokuwa wenye nguvu wamekosea. Ndio maana Paulo akaandika kitabu akasema, yale yote mnayoyatenda lazima muyatende kwa utukufu wa Mungu. Pengine wewe unaweza kuwa umejua dini vizuri na unajua kwamba ambacho unakitenda si dhambi. Mimi ni mgeni, ninaamini ya kwamba kile ambacho unakitenda hakiendani. Lakini unapokitenda usiende ukazuie imani yangu isimamie njiani, lazima ukitende kwa utukufu wa Bwana ili na mimi nielewe ambacho nataka kukitenda. Hapo nimeelewa vizuri. Amina. Yaani Paulo anapozungumzia hapo anapenda aambie msikilizaji wetu pamoja na sisi ya kwamba mambo yote tuyatende kwa utukufu wa Mungu, hata maamuzi kwa wale ambao sio waamini ama ambao wameamini yawe kwa utukufu wa Mungu. Kama ni masemi yetu tuyaseme kwa utukufu wa Mungu. Kama ni jambo lolote ambalo litatendeka lionyeshe utukufu wa Mungu. Asante sana kweli. Yaani kinyume cha utukufu wa Mungu ni kiburi. Ni kutaka kujionesha sisi wenyewe, kutafuta umaarufu, kujiweka kwa nafasi ya kwanza. Yaani yule ambaye afanye mambo kwa utukufu wa Mungu tutasema ni muabudu sanamu. Ndio. Na yeye mwenyewe amekuwa sanamu. Yeye mwenyewe amejiweka kwa nafasi ya Mungu, ni kusema yeye amekuwa sanamu. Basi tufafanulie vizuri sanamu ni nini? Tunapozungumzia sanamu, ndio, sanamu ni jambo ambalo linachukua nafasi ya Mungu katika maisha ya mwanadamu. Wakati jambo fulani anaweza kuwa mzazi wako, ndio, anaweza kuwa mwalimu wako, inaweza kuwa mali zako, vitu vyote ambavyo vinachukua nafasi ya Mungu katika maisha yako, yani, sanamu. Na mke wa mtu anaweza kuwa sanamu. Na mke anaweza kuwa sanamu ikiwa atakuzuia kupatia Mungu nafasi katika maisha. Je, na ibada inaweza kuwa sanamu? Ndio, kuna muda watu wamechukulia ibada wanaiweka kwa nafasi ya kwanza kuliko Mungu ambaye wanaenda kumwabudu. Ni kusema anachukua na pahali pa ibada anapaweka kuwa sanamu. Ndio maana nimekumbuka Paulo kwenye kitabu ya Yohana kwenye kitabu yake huko alikuwa amesema, enyi watoto wadogo kimbieni kuabudu sanamu hiyo. Asante sana kweli. Sasa kwa ufupi unaweza kusema nini fundisho hili kwa ufupi tu kwa yule msikilizaji ambaye anapenda achukue jambo fulani? Kwa ufupi wa fundisho la juma hili, jambo ambalo lazima watu walishike ni kwamba Mungu anatufundisha kupitia maandishi ya Paulo kwamba yeye ndiye lazima achukue nafasi ya kwanza katika maisha yetu. Asante. Ikiwa tutazungumza, mazungumzo yetu yaweke Mungu kwa nafasi ya kwanza. Ikiwa tuna akili ama ujuzi wetu uoneshe kwamba tunaujua, lakini ni Mungu ndiye anachukua nafasi ya kwanza. Ni kusema kwa ufupi tuelewe ya kwamba vitu vyote ambavyo tunaweza tukavitenda katika maisha lazima Mungu achukue nafasi ya kwanza. Asante. Lakini nimeona jinsi kinyume cha kutofanya mapenzi ya Mungu ni kiburi. Yaani fundisho hili linatuita pia tuwe wapole na wanyenyekevu. Ndio. Yaani kufanya mambo kwa utukufu wa Kristo ni kujiacha sisi wenyewe na kumwacha awe mbele. Kujifunza kukuwa wapole, kujifunza kukuwa wanyenyekevu, kujifunza kujishusha, na kujifunza kuelewa wengine na kuwapenda. Asante sana. Vile vyote vinaonyesha ya kwamba tumeelewa kwamba Mungu ndiye wa kwanza katika maisha. Ndio. Nafasi fulani kwenye lesoni Paulo alikuwa amesema, na kabla ya kufanya tendo fulani tuanze kwanza kuangalia wengine. Tuwaze kwanza kwa ajili ya wale watu wengine. Kwa nini alete hilo fundisho? Unajua kuna wakati unatenda jambo fulani na lile jambo pahali la kummotive mtu ama kumtia nguvu ili asonge mbele, inamrudisha nyuma. Inamaanisha kwamba unapotaka kutenda jambo fulani ujiulize kama jambo hili litasikika namna gani kwa mwenzako na yeye atalipokea namna gani. Je, litampatia nguvu ya kusonga mbele ama litaweza kumrudisha nyuma? Yani unapoongea na mwingine uone namna unamuongelesha kama itamsaidia aokolewe ama kama neno lako litamrudisha. Asante sana. Nafasi fulani amekuwa amesema kuabudu sanamu, ulikuwa umesema unaweza rejea tena kwa ufupi sanamu siku za leo, namna gani tutazitambua kwa ufupi tu? Sanamu siku za leo hata tunaweza tukachukua mfano ambao tulianja nao kuhusu wale wanaoenda mitandao ya kijamii. Utamwona mtu katika maisha yake anaweza kuwa ni mhubiri, hata tuzungumzie hata wahubiri. Anahubiri kwenye mitandao ya kijamii, lakini jambo ambalo analitafuta ni followers wengi. Anatafuta aonewe na watu na waseme kwamba ni mhubiri mashuhuri. Yule mtu yale mahubiri yake ya mitandaoni imekuwa sanamu. Unamwona mtu anachukulia pesa kwa nafasi ya kwanza. Yeye kabisa pesa
ama jambo lingine lisionekane kama hajapata pesa. Mungu hana nafasi hapo. Ile ni sanamu. Katika maisha yetu kuna sanamu nyingi. Kuna sanamu, kuna tabia nyingi ambazo tumeziendeleza katika maisha yetu ambazo zinamaanisha sanamu. Ikiwa limechukua nafasi ya Mungu, hiyo ni sanamu. Umenikumbusha jambo fulani. Kuna watu ambao siku za leo yaani unapowaona wameenda huko kwenye media huko TikTok, sijui Instagram, na kwa ajili ya kutafuta utukufu wametosha video wakiwa uchi, na wale ambao wanajiheshimia wamevaa ovyo ovyo, namna wanavyocheza unajiuliza hawa kwa kweli kwa nini wanafanya? Yaani ni utukufu wanaotafuta wajulikane pahali ya kumjulisha Mungu. Na utaona ya kwamba wanaweza wakapatwa na magonjwa akiona kwamba watu hawakufuata video yake. Anajisikia mwenye huzuni. Ni kusema maisha yake yametegemea wale wanaomfuata hata kwenye TikTok. Hiyo ni kwa kweli. Maisha yake hayategemei tena Mungu. Yametegemea vile ambavyo anavitafuta. Asante. Tukienda malizia. Paulo alitupatia mfano ya Waisraeli. Ni lipi ambalo naomba tuliige kwa hawa watu? Kuna pahali fulani alisema tuangalie hawa wana wa Israeli na tuige jambo fulani ambalo linaweza kutusaidia siku za leo. Sijui unaweza ukatusaidia vipi kwa ajili ya hilo fundisho, wakati alisema wana wa Israeli tukawatazamie kwa ajili ya mambo fulani fulani. Jambo ambalo tunaweza tukajifunza kuhusu wana wa Israeli ni kuhusu hii nia ambayo ilikuwa ikawaongoza. Wanasema ya kwamba hiyo ndio ilikuwa ikaongoza safari yao yote. Na walipokuwa wakitazama, inapowaelekeza, inaposimama wanasimama, inapoendelea wanaendelea, inapofika muda wa kuvuka inaonekana kwamba waliitegemea. Ni hapo wanatuonyesha ya kwamba Mungu naye pia lazima tumutazamie na tumutegemee katika hatua zetu zote. Asante sana. Anapotuongoza katika safari. Ni baraka wanapoipokea, haisemi ya kwamba tusimheshimu tena Mungu. Hapana. Ndio. Asante sana. Basi nina swali la mwisho mbele, utupatie kwa ufupi fundisho za hizo ambazo tutazitenda kweli kweli. Je, kuna mtu fulani ambaye tunaweza kumuiga katika jambo hili la kutujionesha sisi wenyewe hapa duniani? Je, kuna mtu mashuhuri fulani ambao unaweza kutuambia huyo mtu ambaye tunaweza iga tabia yake katika fundisho hili la leo? Duniani hapa kwa kweli kumpata mtu ambaye tunaweza tukaiga kibinadamu hayupo. Asante. Lakini tunapotazama maisha ya Yesu na umaarufu wake wote, ambaye alikuwa Mwokozi, akaacha kiti chake cha enzi, akajishusha, akakuja, akatembea katika dunia ya dhambi, akakufa msalabani. Ijapokuwa alikuwa akiponya wagonjwa, ilikuwa kigezo cha kuwa maarufu kuliko vyote, lakini akaendelea kuwatumikisha watu. Ule lazima tumuige kwa namna ya kuwasaidia wengine. Asante sana. Na ninadhani kila mmoja akitazama maisha ya Yesu na kuiiga itamsaidia katika maisha, na yeye alikuwa akitenda mambo yote kwa utukufu wa Mungu. Alitenda yote akiwa Mungu, lakini akajiacha ili afanye utukufu wa yule ambaye amekuwa. Asante sana. Mpendwa msikilizaji, hili fundisho ni nzuri kweli kweli, likikwambia fanyeni yote kwa utukufu wa Mungu yeye mwenyewe. Basi nikamwachie Pastor neno tena kidogo, akatuambie kwenye pratiquement katika maisha yako ya kila siku ni lipi ambalo naomba ulizingatie kweli kweli katika maisha yetu ya kibinafsi. Kila mtu katika maisha yake kuna vitu ambavyo walividadavua katika fundisho hili. Na lazima tuvishike na tuvitumikishe katika maisha yetu. Jambo la kwanza ni kusema ujuzi unaokuwa nao kuhusu dini lazima utendeshe kwa upendo. Asante. Lile ni jambo la kwanza, kwa sababu kuna watu wengine anapokuwa na ujuzi linampatia kiburi na inakuwa muda wa kujionyesha kwamba yeye anajua kuliko wengine. Lakini unapokuwa na ujuzi, unajua jambo fulani, lazima ulionyeshe wengine kwa upendo. Na upendo huo utawasaidia watu kutafuta njia ili nao wawe kama wewe, lakini haitawarudisha nyuma kwa sababu utakuwa umewatuonesha upendo. Tuishi katika upendo. Lolote tunalolifanya tulifanye bila kwa kashirani, kwa hasira, lakini kwa upendo. Asante. Jambo la pili ni upendo usiotafuta faida. Upendo usiotafuta faida. Unajua kuna wengine anaonesha upendo watu anapotafuta jambo fulani. Hata katika fundisho hili walizungumzia Paulo, ambaye alitafuta jina la Bwana lionekane, akaonesha upendo watu, akatenda hata kazi ili kazi ya Mungu isonge mbele. Na hapo wanatuonesha kwamba kwa kweli unapotafuta utukufu wa Bwana uonekane, utendee watu kwa upendo usiotafuta faida. Lile ni jambo la pili. Faida ambayo tunaweza kuitafuta ni kumtukuza Mungu. Ni kuona kwamba Mungu ametukuzwa katika yale mengine yote hakuna ajili. Asante sana. Fundisho la tatu. Jambo la tatu, tujifunze kupitia wale ambao waliweza katika siku zilizopita. Amina. Historia inatupatia mafundisho mengi. Tunaposoma Biblia na kutazama mafundisho ambayo tunayapata katika historia ya watu wa kale, itatufundisha namna ya kuishi na watu leo. Tukijifunza hivi tutapata mambo mazuri katika maisha. Yaani wale ambao walikuwa zamani tukajifunze wapi walianguka na tutengeneze leo.
leo. Hata na sisi wenyewe tulipoanguka tutengeneze ili tuendeshe mbele. Ninadhani kuna fundisho lingine ambalo tunaweza tukalikamata. Ndio, kuna jambo lingine ambalo lazima tujifunze ni kuhusu sanamu katika maisha yetu. Asante. Kwa kweli kila mtu kupitia fundisho hili aweze kuangalia ni nini inayokuwa sanamu katika maisha yake. Ili atakapokuwa amejua zile sanamu vitu ambavyo vimechukua nafasi ya Mungu katika maisha yake, itamsaidia ajifunze jambo lingine kushinda hizo sanamu. Asante sana. Kama ni za usingizi, telefone, kutafuta umaarufu kwenye TikTok, kuongea maneno yasiyo na faida, na wengine kufuata match. Yale yote ni sanamu ambazo wanakosa Mungu kumpatia nafasi yake. Na wengine shule. Unaona wengine kabisa yeye shule angalau asifate mambo ya Mungu. Anatafuta na njia za giza ili aweze kuweza. Anapokuwa na ofisi, amekuwa mwalimu na anamsahau Mungu. Ni hapo Mungu aliambia wanafunzi wake, hamwezi mkakesha hata dakika moja. Yaani usingizi nao ni shida. Ninadhani kuna fundisho la mwisho tukienda malizia. Kuhusu mafundisho kwa kweli ni yale ambayo tunaweza tukayashika, lakini walituonesha ya kwamba kupitia fundisho lililopita juma iliyopita na hili fundisho vinaendana. Walionyesha katika juma iliyopita kuhusu uzinifu, na hii juma wanatuletea jambo la sanamu. Wakasema yale mambo yanaendana, na kwa kweli katika maisha yetu yale mambo yanaendana. Vile vitendo vya uzinifu vinaweza vikakuchukulia nafasi ya Mungu katika maisha na ikageuka kuwa sanamu. Na yale yote Paulo aligombana nayo katika kanisa la Korinto ili watu warudie kwa mstari unaofaa. Asante sana. Yaani mpendwa mtazamaji unayetusikiliza, fundisho hili linakuita wewe kama Mkristo, fanyeni mambo yote kwa utukufu wa Kristo wewe mwenyewe. Amina. Ili maisha yenu yenyewe iwe fundisho kwa wale wasioamini. Kwa sababu ukifanya jambo lolote kwa utukufu wa Kristo, tunaamini dunia hii itaokolewa. Na ninadhani ya kwamba fundisho kubwa ambalo dunia hili linaingojea ni sisi wa Kristo tufanye mambo yote kwa utukufu wa Mungu yeye mwenyewe. Na jambo lingine, lazima mtu asifanye jambo ambalo litafungia roho ya kweli na kubomoa akili ya mwingine. Usitende jambo ambalo litafunga akili ya mwingine ili asipokee roho wa Mungu. Ndio. Lakini utende jambo ambalo litamfunulia milango ili aweze kusonga mbele. Asante sana. Amin. Basi mpendwa mtazamaji, hiyo ilikuwa fundisho ya robo hii inayosoma vyote kwa utukufu wa Mungu. Asante kwa kutufuata mpaka hapa, na tunazania kwamba juma inayokuja utabarikiwa tena kwenye fundisho hizi. Amina. Lakini mbele tuondoke hapa, mchungaji atakuombea ili Mungu akubariki. Karibu kwa maombi. Asante. Tunalitukuza jina lako Baba wetu wa mbinguni kwa neema ambayo umetutolea ili tuweze kudadavua na kuelewa ni nini mapenzi yako. Kubali neno hili liweze kupata nafasi katika maisha yetu na tuweze kutembea kufuatana na wingi wa fadhili zako kwa jina la Yesu. Amina. Basi mpendwa mtazamaji, tunasema asante sana. Na tunapenda tukuachie swali moja ambalo unaweza ukaacha kwenye komentere hapo ukacomment. Wewe unaweza vipi kuhusu watu ambao wanafanya mambo kwa utukufu wao wenyewe? Hawa watu unaweza ukawashauri nini wewe kulingana na miaka ambayo umeishi hapa duniani na mafundisho ambayo umejifunza? Amina. Basi ukalike na ukatumie video hii yule ndugu mpendwa, ili sote tuendelee kuelimika katika kumjua Yesu Kristo. Amina. Asante sana mchungaji kwa fundisho hili. Mbarikiwe nyote.